njema ambayo Bwana ameifanya kwa ajili yako. Inua mikono yako yote miwili juu, lihimidi jina lake tena alfajiri hii, kwa kuwa asubuhi hata asubuhi sauti yako yapasa kumtukuza yeye. Anasema katika Zaburi 116 mstari wa kwanza. Zaburi 116 mstari wa kwanza. Sijui kama Biblia yako iko karibu hapa. Haleluya! Nampenda Bwana kwa kuwa anaisikiliza sauti ya dua zangu. Anaisikiliza sauti ya dua zangu. Mstari wa pili ananena, kwa maana amenitegea sikio lake, kwa hiyo nitamwita siku zangu zote. Zaburi 86 mstari wa kwanza. E Bwana, utege sikio lako unijibu, maana mimi ni mnyonge na muhitaji. Masikini pale sio mtu asiyekuwa na kitu, ila mtu aliye dhaifu, na yeye anazo nguvu. Iko deni ya mtu anayesema nikurudishie nini e Bwana, kwa wema na fadhili zako za yote ulionitendea. Anza kuingia katika malango yake kwa shukrani. Alfajiri ya leo, yeye ni mwema kwa maisha yako, kwako, kwa familia hii na kwa kila kile kinachokuhusu. Hivi ndivyo ambavyo Mungu amekupa sababu ya kuamka ukiwa nywani mwake. Inua mikono yako yote miwili juu, fumbua kinywa chako, nena shukrani za moyo wako, nena utukufu kwake, nena baraka. Zawadi gani mimi nitamtolea Bwana, ila roho yangu tu? Zawadi gani mimi nitamtolea Bwana wangu, ila roho yangu tu? Wanapokea sifa hizi tena
Pokea sifa, shukrani na utukufu kwa milango ya mema uliotufungulia, kwa utele wa shuhuda za yote uliotutendea, kwa mkono wako wa ulinzi ambao umekuwa dhahiri sana katika maisha yetu, kwa mkono wako wa upaji ambao umekuwa dhahiri sana siku kwa siku, mwezi kwa mwezi, juma kwa juma katika maisha yetu, kwa mkono wako wa utetezi ambao katika huo umetushindia adui aliyekuwa na nguvu kuliko sisi. Jina lako litukuzwe, jina lako lihimidiwe, jina lako litukuzwe. Na niwe na ushuhuda nywani mwa Bwana wa kusikia shangwe na makofi kwa Bwana anayestahili sifa, shukrani na utukufu, anayestahili sifa, shukrani na utukufu, yeye ambaye hasinzii wala halali, asiyeuacha mguu wako usogezwe. Ndiye mlinzi wa Israeli, anayekuwazia yaliyo mema na mema akakutendea. Alfajiri ya leo na awe Mungu atakayesikia maombi yako na kukujibu. Alfajiri hii ya leo akawe nguvu katika kila mahala ulipo dhaifu. Alfajiri hii ya leo akawe jawabu katika kila lilo swali katika maisha yako, katika jina la Yesu Kristo. Haleluya, haleluya, haleluya. Alfajiri ya leo maombi yetu yanalenga kung'oa kila namna ya pando la uovu. There is an evil seed. Kuna pando linaloitwa pando la uovu katika maisha ya watu. Pando hilo lazima ling'olewe alfajiri hii leo, lisiendelee na maisha yako katika hatua yoyote. Katika kitabu kile cha Injili ya Mathayo sura ile ya 13 mstari wa 25 hadi 29 30 pale maandiko yananena nini? Lakini watu walipolala, akaja adui yake akapanda magugu katikati ya ngano. Sema nimekataa kulala. Nena nimekataa kulala. Akapanda magugu katikati ya ngano akaenda zake. Baadaye majani ya ngano yalipomea na kuzaa, yakaonekana na magugu. Watumwa wa mwenye shamba wa mwenye nyumba wakaenda wakamwambia Bwana, hatukupanda mbegu njema katika konde lako, limepata wapi basi magugu? Akamwambia, adui ndiye aliyefanya hivi. Watumwa wakamwambia, basi wataka twende tukayakusanye? Akasema, la, msije mkakusanya magugu na kuzing'oa ngano pamoja nayo. Msije mkakusanya magugu mkang'oa ngano pamoja nayo. Yaliyo mema katika maisha yako hayatang'olewa pamoja na mabaya. Tunapong'oa pando la uovu, tambua ya kwamba kuna wakulima wa namna mbili hapa na wapandao mbegu wa namna mbili hapa. Wa kwanza ni mkulima anayepanda mbegu njema, na huyu ni Mungu anayepanda ya ajenda ya mema katika maisha yako. Na wa pili ni mpandaji anayepanda mabaya katika konde la maisha yako. Lakini huyu wa pili ana tabia anazozitenda. Jambo la kwanza, anapanda mbegu mbaya kwenye shamba lisilo lake. Hahitaji ruhusa kupanda mabaya katika maisha yako. Ni kama ilivyokuwa katika bustani ya Edeni. Mungu amefanya mambo yote kuwa mema kwa ajili ya mwanadamu, na tazama, adui kaja kwa hila akapanda magugu. Na maandiko yananena vema ya kwamba haji akipanda wengine wakiona. Amekuja akipanda wakati wengine wakiwa wamelala, wakati wa usiku. Lakini jina la Bwana litukuzwe ya kwamba nuru inapokuja watu wanagundua kwamba hapa kuna magugu yamepandwa.
jua la leo linapochomoza, mabaya yoyote yaliyopandwa katika eneo lolote la maisha yako na yafichuliwe katika jina la Yesu Kristo. Na yafichuliwe katika jina la Yesu Kristo. Na utatambua ya kwamba huyu anayepanda mbegu au pando la mabaya anapanda matatizo, anapanda makwazo, anapanda shida, hapandi baraka. Huyu anayepanda mbegu ya mabaya amemaanisha kuondoa kila kilicho ufanisi, matunda yaliyo mema ya shamba hili. Na namna ya kushughulika na pando la mabaya, maandiko yamenena tayari ya kwamba uwe mwangalifu ili usije ukang'oa yaliyo mbegu njema na mbegu mbaya, ili usije ukaharibu lile pando la yaliyo mema. Najua ya kwamba maisha yetu ni shamba la Bwana, ni mali ya Bwana. Tangu Januari mpaka Desemba, Mungu anapanda yaliyo mema kwa ajili ya matokeo ya mwaka wako ujao. Lakini kuna yule mwovu kutoka mahala fulani kwenda mahala fulani, amepanda mbegu za mabaya. Na mbegu hizi za mabaya, baada ya mimi kukutajia kwamba mbegu ya mabaya ya kwanza ni hii, pando la mabaya la pili ni hili, nataka usimame kwa miguu yako, tuanze kuyang'oa mapando hayo. Haleluya. Leo ni siku njema, nimemuona Bwana. Leo nimemuona. Leo nimemuona Bwana. Sasa katika mtiririko maombi haya, pando la uovu likiwa linakuhusu kibinafsi au linawahusu wengine, unang'oa kama linakuhusu, kwa kuwa huwezi kujua ni wakati gani pando hilo linapandwa kwako wewe, kwa mke wako, kwa watoto wako. Mara nyingine hata likipandwa kwa jirani zako linaweza kukuathiri. Pando la kwanza ni pando linalowasukuma watu kuishi maisha yaliyokosa mwelekeo. Kwa nini mtu aliyekuwa na tabia njema hapo mwanzo, alikuwa na maono, alikuwa na mikakati, ghafla anaanza kuyachukia yaliyo mema, anaanza kupenda yaliyo mabaya? Kuna mbegu iliyopandwa. Tunaponena pando, hatuongelei kwa ghafla unakuta mti kama mwerezi. Ni mbegu iliyopandwa Januari, na mbegu inategemea kinachopandwa ni nini.
Pando jingine linaweza kuchukua majuma machache kama mchicha ikawa umevunwa. Pando jingine linachukua miezi michache kama mahindi. Pando jingine linaweza likachukua mwaka mzima kuwa limechipuka, likachukua miaka mitatu kuanza kuzaa matunda yake. Pando lolote linalowavuvia watu ili waishi maisha ya uasherati, wapende ulevi, wapende wivi, wajivunie uongo, waishi maisha yatakayofanya Mungu awachukie watu hao, ling'olewe alfajiri hii ya leo. Tamka nami, Bwana, pando hili halikutoka kwako, linalowasukuma watu waliokuwa wema, wenye nia njema, wenye tabia njema, walioupenda utauwa kuyapenda mabaya, wakasukumwa katika ulevi, wakasukumwa katika wivi, wakasukumwa katika uongo, wakasukumwa katika kiburi na yale yote yatakayohimiza kutengwa na uso wako. Leo hii mbegu yoyote iliyopandwa mioyoni mwao, pando lolote lililopandwa katika fahamu zao, Bwana, anza nami mahala popote nilipojua na nisipojua. Pando hili ling'olewe, ling'olewe, ling'olewe katika jina la uweza la Yesu Kristo. Chochote kinachofanya watu washabikie yaliyo ya giza kuliko ya nuru, wakapenda kushabikia yaliyo ya shetani kuliko ya utakatifu, pando hilo ling'olewe katika jina la uweza la Yesu Kristo. Pando lile la yule mwovu shetani ndani ya mioyo ya watu, linalogeuza maisha ya watu polepole na maisha ya mtu mwema yakawa maisha ya mtu yasiyefaa. Alfajiri hiyo leo nasimama kinyume na pando hilo, ling'olewe katika jina la uweza la Yesu Kristo. Pando lile la uovu halina nafasi, halina mamlaka, halina uweza, halikotoka kwa Bwana. Ling'olewe, ling'olewe, ling'olewe katika jina la uweza la Yesu Kristo. Halikotoka kwa Bwana pando lile, ling'olewe, ling'olewe, ling'olewe katika jina la uweza la Yesu Kristo. Pando lile la yule mwovu linalowasukuma watu wauchukie utakatifu, wapende yaliyo ya mwovu, rimagaje kakate tatalaba pando lile na ling'olewe, na ling'olewe, na ling'olewe katika jina la uweza la Yesu Kristo. Na ling'olewe, na ling'olewe, na ling'olewe katika jina la uweza la Yesu Kristo. Na ling'olewe, na ling'olewe, na ling'olewe katika jina la uweza la Yesu Kristo. Kwa chanda cha Bwana yeye aonaye sirini, asiruhusu pando lile kumea, asiruhusu pando lile kuzaa matunda yake. Ling'olewe, natamka tena, ling'olewe kwa mara ya tatu, ling'olewe katika jina la Yesu Kristo. Kuna pando linaloitwa pando la mauti. Pando la mauti linapopandwa katika maisha ya mtu, inaweza kuchukua muda kitambo, kwa wengine miezi kadha, kwa wengine mwaka mzima, na kwa wengine miaka michache. Mtu anayekuwa amepandiwa pando la mauti anaweza kuwa anakonda bila sababu, na akawa anapimwa, haieleweki mtu huyu anaumwa nini, na yeye mwenyewe anajiona yuko mzima, lakini mwili wake unapukutika. Anayepandiwa pando la mauti anaweza kuwa anapandiwa pando la mauti katika ulimwengu wa ndoto zake. Ataona jeneza, ataona kaburi, ataona msiba, na mara nyingine ataona unabii unaomtabiria ya kwamba wewe unabeba mauti sasa juu yako. Hili ni pando la mauti.
Pando la mauti linaweza kupandwa kwa namna ya udhaifu. Mtu anakuwa dhaifu kidogo kidogo, anaporomoka, anakuwa dhaifu kwa ugonjwa na udhaifu na udhaifu na udhaifu. Pando la mauti huweza kupandwa kwa namna ya mtu kupandiwa roho ya hofu. Ana hofu ya kutoka nje, ana hofu ya kulala, ana hofu ya kuamka, ana hofu ya kufanya chochote, ana hofu ya kupanda gari. Anahisi kama chochote atakachokifanya mauti iko mlangoni. Pando la mauti limepandwa kwa mtu huyu. Kama Kristo Yesu alienda msalabani ili yeye afe wewe upate kuishi, pando hilo la mauti limeng'olewa katika jina la Yesu Kristo. Tamka nami, sema: Bwana, alfajiri hii leo natamka ya kwamba pando la mauti limeng'olewa, limeng'olewa, limeng'olewa katika maisha yangu, katika familia yangu, katika kanisa la Bwana na kwa wote ninaowapenda. Alfajiri hii leo natamka ya kwamba pando hili halikotoka kwa Bwana. Leo hii yeyote yule aliyelipanda, ghadhabu ya Bwana imkalie, ghadhabu ya moto wa Bwana imkalie, na pando hili ling'olewe, ling'olewe, ling'olewe katika jina la Yesu Kristo. Iwe ni kukonda bila ya sababu, iwe ni kupigwa na hofu ya mauti, iwe ni magonjwa na maradhi yanayofanya mwili wake kupokotika, ndiyo pando lile rekashe kakata, pando la mauti ling'olewe rekasha talaba. Bwana aliye na ajenda ya hatima ya utukufu katika maisha yake hakuita pando la mauti juu yake. Regeshe tatalaba, pando la mauti linalosokoma kwamba auondoe uhai wake, kwamba ajinyonge, kwamba anywe sumu, kwamba ajitupe katika barabara ili gari imgonge. Pando hilo ling'olewe, pando hilo ling'olewe. Magonjwa, madhaifu, shambulio la moyo linalosema uhai wake uondoke kwa haraka, rimagashe tatalaba, ndiyo ling'olewe pando lile, ling'olewe pando lile la uovu, pando lile la mauti ling'olewe katika maisha yake, katika maisha ya familia yake, katika wale walio wanaomhusu katika familia hii ya Bwana. Pando la mauti ung'olewe katika jina la Yesu Kristo, ung'olewe katika jina la uweza la Yesu Kristo. Magonjwa yoyote uliopanda, yale yaliyo ya damu, yale ya moyo, yale ya mifupa na kila namna ya udhaifu unaofanya maisha yake yapokotike, yachoke, regashe tatalaba, ung'olewe, ung'olewe, ung'olewe. Ni pando la uovu, ung'olewe katika jina la uweza la Yesu Kristo. Maisha haya ya familia hii ni shamba la Bwana, naye amepanda uzima, amepanda amani, amepanda afya, amepanda ustawi. Wewe ulipanda mauti, ghadhabu ya mwako wa moto wa Bwana ikukalie, ikukalie, ikukalie katika jina la Yesu Kristo. Kila namna ya pangwa la mauti ling'olewe katika jina la uweza katika jina la Yesu Kristo. Zaburi 118 mstari wa 17 inanena wazi ya kwamba sitakufa bali nitaishi, na sababu ya kuishi nipate kunena habari ya sifa na matendo makuu ya Mungu. Maisha yako na yapewe kuendelea mbele, na hayataendelea mbele yakiwa matupu, yataendelea mbele yakidhihirisha matendo makuu ya Mungu katika maisha yako. Matendo makuu ya Mungu yaambatane nawe pande zote.
Matendo makuu ya Mungu, yale ya kuonewa fahari, na yafungamanishwe na maisha yako. Tangu sasa matendo makuu ya Mungu yasiondoke kinywani mwako. Kufuri lolote linalosema anamaliza miaka lakini hana chochote ambacho kinatokea cha maana kwake, kufuri hilo alfajiri hiyo leo natamka ya kwamba livunjwe, livunjwe, livunjwe katika jina la Yesu Kristo. Livunjwe, livunjwe, livunjwe katika jina la Yesu Kristo. Kuna pando la chuki isiyokuwa na sababu. Hili ni pando linaloleta uchungu ndani ya watu. Hili ni pando linalofanya maisha ya watu wawe na uchungu na kukataa kuachilia na kusamehe. Linapanda hali ya watu kuchukiana kwa ukomo wa chuki, na inafanya mtu yule anayewachukia wengine na anayechukiwa kuishi akiwa na hali ya upweke, kwamba haoni kama kuna nafasi yoyote ya kupata support yoyote yaliyo mema. Wengine kabla hawajawa na upweke wenyewe hujitenga, kuna kuwako na sense of withdrawal, anajitenga mbali na wengine. Magombano, hali ya kuwashuku wengine, maisha ya kuwa suspicious. Mtu anakaa akiwa anawaza kwamba wanaanza kunisema mabaya, najua hawanitakia yaliyo mema, najua vile wanavyokaa, najua akiongea na simu yale yote anayoongea kule, najua akikaa anaandika ujumbe, anakaa na hali ya uchungu. Na hii inafanya maisha ya mtu kuzeeka mapema kuliko umri wake ulivyo. Pando hilo alfajiri hii leo ling'olewe katika jina la Yesu Kristo. Inua mikono yako miwili juu, tamka nami: Bwana, alfajiri hii leo nasimama katika nyua zako, natamka ya kwamba pando la chuki na yeye aliyelipanda, iwe kwa maneno, iwe kwa manuizo, iwe kwa matendo, iwe kwa mawazo, iwe kwa makusudi au kwa bahati mbaya, leo hii sababu zake ziondoke moyoni mwangu, ziondoke ndani yangu. Na kataa kila sumu ya pando la chuki, maneno ya masengenyo, pigo la ulimi na kila matendo ya kufarakanisha na kutawanya familia, kutawanya familia ya Mungu, kutawanya yaliyo baraka. Leo hii natamka ya kwamba kila pando la chuki katika maisha yangu ling'olewe, ling'olewe, ling'olewe. Ndiyo, ng'oa pando la chuki katika kila eneo, iwe maisha yako binafsi, iwe ni familia na familia hii ya Mungu. Acha pando lile la chuki ling'olewe. Ni mpaka ujue ya kwamba chuki huweza kuleta madhara makubwa. Ndugu wakamalizana kwa sababu ya chuki, na mara nyingine ni chuki ya maneno yaliyochochewa na mtu mwovu kwa sababu yamepandwa mahala pasipoeleweka. Na mara nyingine ni hali tu ya mtu kuwashuku wengine, ana hisia ya mabaya lakini wengine hawana nia hiyo ya mabaya. Hisia hiyo ya mabaya ikazaa chuki, ikazaa kujitenga, ikazaa kuondoka mahala pa mema, ikazaa majanga. Alfajiri hii leo pando lile ling'olewe katika jina la weza la Yesu Kristo. Pando lile la yule mwovu linaloleta chuki, uchungu na watu kutenga, kila mmoja kakaa peke yake.
rimagashekete tatalaba, lingolewe, lingolewe, lingolewe. Tamka lingolewe, lingolewe, lingolewe katika jina la Yesu Kristo. Pando la chuki linalofanya ndogo wainukiane kwa magombano, ndogo wainukiane kwa kuneneana yaliyo mabaya, kwa kusingiziana, rikeshe tatalaba, pando la chuki na kila alipandaye alfajiri hii leo lingolewe, lingolewe, lingolewe katika jina la uweza la Yesu Kristo. Maregeshe tatalaba, amanegaje tatalaba bakelebe, imanamanagaje gade tatalaba, amanegaje tatalaba, amanagaje gagade tatalaba, amanamanegete rigashambana manoko, rimanamanegete tata, amanamanege, amanagaje gade tatalaba, imanamanagaje tete, rimanagaje gade tata, amanamanagaje tetereba, amanagaje gade tata. Kila namna ya manukato ya kuchukiwa bila sababu ikauke juu yake. Kila namna ya pando la pigo la ulimi na maneno ya masengenyo yaliyofanya achukiwe bila ya sababu lipigwe na ukaufu katika jina la Yesu Kristo. Lingolewe, lingolewe, lingolewe pando lile la uovu linaloleta chuki, uchungu katika jina la Yesu Kristo. Lingolewe. Yakobo akaiambia familia yake, Lea na Raheli, nimeutazama uso wa baba yenu, haunitazami kama jana na juzi, haunitazami kama jana na juzi. Kwa hiyo inanipasa mimi kuondoka mahali hapa. Shina la uchungu likiondoka, likipandwa ndani ya mtu, watu ambao jana na juzi walikuwa wameshikamana kwa nadhiri za kujua kabisa hatima yao inaenda pamoja, watu hao wanaweza kufarakana wakawa adui wa kung'oana meno na macho. Alfajiri hii leo pando lile la uchungu linaloleta kufarakanisha watu unaowapenda limeng'olewa katika jina la Yesu Kristo, na muhuri wa hali ya salama uwekwe juu yako katika jina la Yesu Kristo. Muhuri wa hali ya salama uwekwe juu yako katika jina la uweza la Yesu Kristo. Kwa baadhi ya maombi tunayoyaomba nimekwisha kueleza. Wengi wetu unaweza usielewe uzito wake unapoomba maombi ambayo ni kama hayakuhusu ubaya au uzuri wa mbegu. Shamba likiwa limelimwa kama ni ekari 60 au 80, ukapanda mbegu huko ardhini, ukiangalia unaona kweupe tu, ni kama hakuna cha kung'oa wala hakuna cha maana. Lakini swala la muda likija, kilichopandwa kwenye shamba hilo kitatokea. Kuna baadhi ya mambo unaweza kuwa huyaoni leo hii, adui ameshayawekea mbegu zake ili akutane na wewe mwaka ujao. Kuna pando linaloitwa pando la kuto kufanikiwa au pando la ufukara. Kuna watu ambao maisha yao yote sio watu wavivu, na sio kwamba Mungu hajawapa fursa, na sio kwamba hawana mikakati, lakini kila juhudi haiwaletei matunda, na kidogo kinachokuja mikononi mwao lazima kiteketee kwa moto, lazima walao wakimeze kipotee. Kwa hivyo huyu mtu miaka nenda miaka rudi, wengine wanaostawi hawana fursa alizonazo yeye, lakini yeye hana chochote anachosema kwamba kufikia umbali huu nimekusanya haya ghalani. Pando lolote linalosema watu wa familia hii wasifanikiwe kwa chochote linang'olewa alfajiri hii ya leo. Kati ya vitu ambavyo ya kupasa kuvichukia kwa moyo wako wote, wala uhitaji kuviombea kwa namna ya kuona ikitendeka sawa isipotendeka sawa, ni kuwa na harakati nyingi lakini hupati chochote, na roho inayoitwa ufukara.
Ufukara ni roho inayofanya maisha ya Waafrika wengi kuuza utu wao, kuwauza ndugu zao, kuuza thamani ya mwanadamu, na mara nyingine sio kwa sababu atapata kitu cha maana. Nimeona matukio yanayotokea kule Kenya ndani ya wale watu wanaokamata watoto kwa maelfu wakiwaua na kusaga hiyo mifupa yao na kuwauzia watu uji wa mifupa ya wanadamu. Na vijana wanaokamata hao watoto wanawaambia wanawalipa nini? Wanawalipa shilingi 1000 ya Kenya. Mara nyingine wanawanunulia bodaboda wale ambao wamechangamka zaidi. Ukitazama thamani ya mwanadamu na kile anachokifanya ni nini? Ni ufukara uliomeza maisha ya mtu kiasi kwamba haoni, akili yake haifanyi kazi tena sawa sawa. Pando lolote linaloleta maisha ya mahangaiko yasiyokuzalia kitu juu yako, juu ya uzao wako na juu ya familia hii yote ya Mungu limeng'olewa katika jina la Yesu Kristo. Pando lolote linalotilia nguvu roho ya ufukara limeng'olewa katika jina la Yesu Kristo. Inua mikono yako yote juu miwili, sema Bwana, wewe ni El Shaddai, Bwana Mungu utoshaye. Wewe ni Jehova Jireh, Bwana Mungu mpaji wangu. Ndiwe uliyenena mbele yangu utayakatakata mapingo yale ya chaba na malango ya chuma, ili hazina ya mataifa initumikie. Alfajiri ya leo napokea upako wa Koreshi wa kupokea hazina kwa utukufu wa jina lako, kwa kuijenga nyumba yako, kwa kubariki vizazi vya wanadamu. Napokea mikono yangu, kataa pando lolote la kuishi maisha ya mikono mitupu. Kataa. Miguu yangu, kataa kuandama yasiyokuzalia matunda. Kataa. Moyo wangu, pokea hazina za mema, hata iwe ya kwamba mema yaliyoamuriwa yasiondoke, yasiibwe, yasiharibiwe katika maisha yangu. Hili ni pando la Bwana. Bwana, tazama pando la uovu lililopandwa katika maisha yangu, katika familia yangu na katika kanisa lako. Pando hili liwe dhahiri au sirini. Alfajiri ya leo, pando lile la harakati nyingi zisizozaa matunda, pando lile linalozidisha ufukara, pando lile linalopiga fahamu za watu kwa nguvu ya ufukara, ling'olewe katika jina la Yesu Kristo. Ndiyo, tamka hukumu ya pando lile ling'olewe. Magesha talaba, majukumu alionayo ni majukumu ya ufalme. Anayo akili timamu, anajua kwa nini amezaliwa, anajua kwa nini anaishi, anajua anayotaka kuyajenga, anayotaka kuyatimiza. Agashetalaba amare madagashetalaba amana manegagashetalaba. Mungu amempatia majira na wakati wa thamani. Wajumbe wowote wanaoiba na kupoteza muda wake bure apishanishwe nao. Wajumbe wowote wanaokoja ili watie kivuli, watie giza mashauri ya noro, apishane nao. Harakati zozote za mchana kutwa, kocha kuamka usiku, kuchelewa kulala, ni kwa sababu ya mahangaiko. Na mwezi wa kwanza hadi wa Desemba hana ushuhuda wa chochote alichokitenda. Leo hii pando hilo ling'olewe,
ling'olewe, ling'olewe, ling'olewe katika jina la Yesu Kristo. Na kongwa lolote la ufukara ambalo katika hilo yule mwovu shetani amejihami naye, akisema akibeba hazina atautokoza ufalme wa Mungu, akibeba hazina roho za watu zitaokolewa, akibeba hazina wanyonge watainuliwa, akibeba hazina miji itapendeza. Leo hii hazina zile zilizoachiliwa kwa Koreshi na akaijenga nyumba ya Mungu iliyokuwa Yerusalemu, iachiliwe juu yake, iachiliwe juu yake, iachiliwe juu yake, ndiyo iachiliwe juu yake katika jina la uweza la Yesu Kristo. Hazina ya mema iachiliwe juu yake na yatengwe kabisa na kila namna ya fungo la ufukara, fungo la mikono mitupu, rekasha talaba, pando lile ling'olewe katika jina la uweza la Yesu Kristo. Uweza wa kuoza uwe mikononi mwake, uweza wa kununua uwe mikononi mwake. Malango ya mema yafunguke kwa ajili yake, malango ya mema yasifungwe kwa ajili yake. Hazina za mataifa ziachiliwe kwa ajili yake, ndiyo asilie tena kwa sababu hana, asilie tena kwa sababu madeni yamemwelemea na hajui njia kutokea. Rimagashe teteleba na manama negeshe regagashamba na manege regagashana na mamagalaba amanama negagadeta talaba nimanama nagajeta telebe nimanama nagajeta talaba nimenegegejete talaba bagalaba amanama nagadete imanama nagagajeta talaba amanama negegejeta talaba amanama nagagajeta talaba. Ziko namna nyingi ambazo Mungu huyainua maisha ya mtu. Ni pale ambapo mkono wake mwenyewe unaamua kukufungulia hazina yake nzuri aimimine juu yako. Bwana akufungulie hazina yake nzuri aimimine katika maisha yako. Ni pale ambapo Mungu huweza kutumia malaika wa msaada wako kutoka katika vyanzo ambavyo wanadamu hawawezi kuelewa ilikuwaje, akakupeleka mahala pa hazina ya mema ambayo hujawahi kuwaza kama itakuwa yako. Alfajiri ya leo, jua la leo linapochomoza, likaje na nuru ya hazina za mahala pasiri katika maisha yako. Na kwa namna nyingine ni pale ambapo Mungu anakupatia kibali kwa watu walioketi mahala pa hazina. Ni kama Yusufu kukumbukwa na Farao, na ni kama Danieli aliye wa Mungu kupewa nafasi iliyo ya juu kabisa na Nebukadreza. Watu wale ambao Mungu anawatuma katika maisha yako, usingizi uondoke katika fahamu zao, vitanda vyao viwakatae mpaka wabebe hazina yale watakayokusudia kukupatia, kwa kuwa kusudi lao limefichika ndani ya kusudi lako, na hatima yako ndio inayobeba hatima yao. Upate uso wa kibali na moyo wa kibali upandwe ndani yao kwa ajili yako. Hii inatupeleka katika kung'oa pando linalofuata. Pando hili ni the spirit of satanic rejection, wakati mtu anapokuwa amepandiwa kukataliwa. Wapendwa, kukataliwa huweza kuzaa inferiority complex. Mtu akawa anao uwezo lakini akajiona kuwa ni mtu duni na mnyonge asiye na chochote kwa sababu amekataa kukubaliwa. Kukataliwa huweza kufanya mtu ajiwe na hali ya kutamani kuondoka duniani, kwamba sasa naishi ili nifanyeje? Maanake maisha yangu kama hayana maana yoyote. Maisha ya mtu ambaye hayana maana yoyote anahisi kama hahitajiwi na yoyote. Waona wale watu ambao mara nyingine huwa wanatamani kujinyonga. Roho inayowahimiza kujinyonga sio kujinyonga, huwa wanatafuta kujua nani ana uchungu na wao kama leo hii itatokea wanakufa.
Wakiona ukifa unakufa tu, tunakuzika, wala hatulii wala nini. Huyo mtu anaweza asijinyonge hapa leo hii akajua kwamba kumbe hata kama nikijinyonga leo hakuna hata anayelia wala anayeomboleza hapa, nyinyi wote hamnipendi. Anatimkia zake Kigoma, anajua kwamba hapa hawanipendi tu. Mara akijua kwamba kuna kitu ambacho ndani yake anacho, ambacho majanga ikimpata ninyi mtalia, basi anapata faraja kwenye hili anayoona kwamba kumbe kuna watu ambao ndani yao wananiona mimi kuwa wa maana. Siku yoyote nikitaka kuwaadhibu walie, basi mimi nitajinyonga kweli. Kwa hivyo mtu huyu kutoka mahala pa roho ya rejection inamsukuma mahala pa mauti. Mtu aliye na kukataliwa huwa ni mtu anayeishi maisha ya mtu aliyechanganyikiwa, mtu ambaye mara zote anasikia kwamba ameachwa peke yake na kutelekezwa. Tunaponena kutelekezwa, hasa tunapozingatia kwamba kuna mtu ambaye labda ana uwezo fulani, amemwacha mwingine ambaye angemsaidia na hataki mawasiliano naye na hataki kumsaidia kwa chochote. Au wale walio watoto waliowatelekeza wazazi wao na watu fulani, wazee wa umri fulani ambao wangetegemea huduma yao. Vyote ni vitu vibaya kwa pamoja vikikukuta. Kutelekeza mwingine ni jambo lililo baya na ni janga baya, lakini hakuna janga lililo baya kama wewe ukiwa umetelekezwa. Pando la kukataliwa ling'olewe alfajiri hii leo. Anayesema amina yenye imani, pando hilo limeng'olewa katika maisha yake. Tamka nami, Bwana, alfajiri hii leo natamka ya kwamba pando hili la kukataliwa, la kutengwa, la kutelekezwa katika maisha yangu na ya familia yangu ling'olewe, 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 ling'olewe kwa mara ya 7, ling'olewe. Nena mwenyewe moja kwa moja, ling'olewe, ling'olewe, ling'olewe. Maisha ya kibali ni maisha yangu, maisha ya shangwe ni maisha yangu, maisha ya kukubalika ni maisha yangu. Malango ya kibali yafunguke kwa ajili yangu kama Esta alivyofunguliwa malango ya kibali kwa Ahasuero. Mimi na wale walio wangu, vibali vya mahala panapobadilisha maisha na viwe vyangu. Rikashatalaba, ndio viwe juu yangu. Tamka, viwe juu yangu. Vibali vitakavyofungua malango ya ndoa viwe juu yao. Vibali vitakavyofungua hazina za mema viwe juu yao. Vibali vitakavyofungua mikataba yaliyo mema, mikataba ya ajira, mikataba ya biashara, mikataba ya kuinuliwa kwao na viwe juu yao. Rakashetatalaba, hawatakataliwa wala hawatajikataa wao wenyewe katika jina la uweza la Yesu Kristo, wala hawataonekana kuwa duni wala wanyonge kuliko hao wanaoshindana nao. Ndiyo Bwana, kama ilivyokuwa kwa Danieli na wenzake, wakaonekana kuwa ni mara 10 zaidi kwa ubora, mara 10 zaidi kwa ubora. Walikuwa mara 10 zaidi kwa ubora, kwa hekima, kwa nguvu, kwa afya, kwa ufahamu, kwa kupambanua na kwa mambo yale ya roho, mara 10 zaidi kwa ubora. Rekashamana managaje tatalaba, amana manege shemana maragaje tatalaba, amana managaje tatalaba, amana manege tatalaba. Wewe ambaye umebisha milango kadhaa imekataliwa katika maisha yako, hili ni ombi lako. Bwana nakufanyia mlango sahihi, na malango ya kibali yawe wazi daima, usiku na mchana, wala yasifungwe. Ndiyo kwa funguo za Daudi, malango ya kibali yafunguke kwa ajili yake, yafunguke kwa ajili yake. Apokee habari, apokee wito, apokee mwaliko na habari ya mambo atakayoulizwa, aonekane kuwa bora mara 10 zaidi kuliko washindani wake, mara 10 zaidi kuliko washindani wake. Emanaga shagara tatalaba, hazina za mema hazitamkataa. Watu wana
wanaoketi mahala pa maamuzi hawatakataa jina lake, hawatakataa CV yake, hawatakataa huduma yake, hawatakataa hekima yake, hawatakataa uvuvio wa mambo ya roho anayobeba, maana ni baraka, maana ni amani, maana ni kuwepo kwa Bwana katikati yao, katika jina la uweza la Yesu Kristo, katika jina la uweza la Yesu Kristo. Remana manege, kila namna ya roho ya kukataliwa ifishwe na mizizi yake, ing'olewe na mizizi yake, iwawe katika jina la uweza la Yesu Kristo. Maisha yako na yakauone wema wa Mungu pande zote za maisha yako. Maisha yako na yaione baraka ya Mungu katika kila eneo la maisha yako. Kabla sijaomba kwa ajili yako, kuna pando jingine ambalo ni hatari katika maisha ya wateule wa Mungu. Mara nyingi watu tunaponena habari ya dhambi, jana nimekueleza habari ya utauwa kwenye meza ya Bwana, watu wanadhani tunapoongea habari ya dhambi ni mzinzi, masharati, mlevi, mwizi, muuaji na zile dhambi ambazo ukinena huyu ni mwenye dhambi, ametenda dhambi hivyo. Lakini kuna pando jingine ambalo ni hatari, huwa linaitwa pando la hasira ya kipepo ndani ya mtu. Wapendwa, kuna watu unaweza kuishi na, kuna watu wanaishi na watu kwenye familia zao hawali hawalali, wanaishi wakikonda. Kuna hasira ikipandwa ndani ya mtu. Huyu mtu anaweza kuwa hajalewa, hajanywa pombe, maneno yanayotoka kinywani mwa mtu huyu yanatosha kumfanya mtu aondoke na kuona kwamba hana rafiki, hana ndugu, hana mtu wa kumtegemea. Na kile kilichosemwa na huyu mtu, nimekutana na baadhi ya watu, kile kinachosemwa na huyu mtu huwa anakuwa sio yeye. Na moja ya kesi niliyowahi kukutana nayo ni mtu aliyetoka hapa madhabahuni, nimetoa maelekezo hapa madhabahuni, wameenda nyumbani, amekataa kila kitu. Baada kama ya mwaka mmoja, madhara alipoanza kuwakuta, mke wake anamwambia, tuliambiwa tufanye hiki, wewe ulikuja hapa ukakataa. Akasema, mimi sijawahi kukataa hiyo, sijawahi kukataa. Akaambia, tuliambiwa tukifika hapa tuombe maombi, tuwaite watu tushukuru, tuombe na huyu mtoto hivi na hivi, wewe ulikataa ukaondoka. Akasema, hakuna, mimi nilishirikiana nyinyi kila kitu. Aliongea kama aliye na machozi. Kilichokuwepo siku ile kingine na kinachoishi sasa kingine. Tamka nami, Bwana, pando lolote la uvuvio wa hasira yenye kuharibu, yenye kuangamiza yaliyo ya thamani, hasira yoyote ambayo ingenifanya niamue maamuzi mabaya mahala pa hekima, hasira yoyote inayoua ndoa, hasira yoyote inayoharibu uchumi, hasira yoyote inayoua huduma, hasira yoyote inayotawanya niliyokusanya, leo hii katika jina la Yesu ing'olewe, ing'olewe, ing'olewe katika jina la Yesu, ing'olewe, ing'olewe, ing'olewe katika jina la Yesu. Bwana, ing'olewe katika jina la Yesu, ing'olewe, ing'olewe, ing'olewe. Tamka hasira, ing'olewe na pando lake ling'olewe katika jina la uweza la Yesu Kristo. Remagasheta laba galaba kama negeshete tereba ramana mana gasheta laba na manegesheta laba emana mana gashagate tatalaba amana mana gashete telebe
Ramana managa jetata la baba kalaba, amana managa jetata la baba kalaba, imana naga jetata la baba kalaba, amana managa jetata la baba kalaba, rege jetata la baba, nimana managa jetata la baba, amana managa je, ile hasira inayofanya achukie maisha ya walio wema anaowabeba vema, nege jetata la baba na managa hasira inayofanya wengine wasijenge mahusiano ya maana na kumwamini. Ing'olewe, ing'olewe, ing'olewe. Mabaraka, moyo wake ni moyo wa mtu mwema, moyo wake ni moyo wa mtu mwenye heshima, moyo wake ni moyo wa mtu mwenye hekima. Hasira hii imemtenga na watu walio wema, imemtenga na watu wa kumwamini zaidi, imemtenga na watu wa kibali zaidi. Ragasha tatalaba, kinywa chake hakipasi kunena yale, kinywa chake hakipasi kutamka yale. Hili ni pando la uovu. Ling'olewe, ling'olewe, ling'olewe katika jina la uweza la Yesu Kristo. Ling'olewe, ling'olewe, ling'olewe katika jina la uweza la Yesu Kristo. Na sasa inua mikono yako miwili juu ninapoomba kwa ajili yako. Kwa kila mtu alfajiri hii leo ambaye pando la uovu limepandwa katika maisha yako, kwa lango la ulimwengu wa ndoto zako, wajumbe wa kipepo wanapokutembelea, iwe wajumbe hawa ni wale wa mahaba, iwe wajumbe hawa ni wale wa mizimu, iwe wajumbe hawa wanakuja na mguso wa kipepo, wanakuja na maneno ya kipepo, wanakulisha mlo wa kipepo, lakini haya yote wanapanda madhara, wanapanda anguko, wanapanda mkwamo, wanapanda kuchukiwa, wanapanda kuondolewa uwepo wa Mungu juu yako. Kama aishivyo Mungu ambaye mimi ni wake, nami nasimama katika madhabahu yake alfajiri hiyo leo, pando hilo natamka ya kwamba limeng'olewa katika jina la Yesu Kristo. Ling'olewe pando lile la wajumbe wale wanaosimama ili wapate kumgusa, wapate kunena, wapate kumuita katika ulimwengu wa kipepo na kumpandia yaliyo mabaya. Kwa chanda cha Bwana pando lile ling'olewe, 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 ling'olewe. Na wajumbe wale waletwe hukumuni alfajiri hiyo leo, wapigwe na kupoza, wapigwe na kupoza, wapigwe na kupoza. Walikulisha ili wapunguze uwezo wa moto wako wa kiroho. Na achilia moto wa Roho Mtakatifu ndani yako, uteketeze kila kilichopandwa kwa mlo ule wa kipepo katika jina la Yesu Kristo. Walikugusa kwa mguso wa kipepo na wewe ukuelewa maana yake, lakini kwa mguso ule walipanda madhara. Saa hii kwa mwaka wa moto wa Roho Mtakatifu, mwili wako na ufanywe kuwa moto mkali utakaoteketeza kila kiwekezo, kila pando la shetani linalongojea kuwa pando lilo madhara, lilo udhaifu, lilo ugonjwa, lilo huzuni, lilo uharibifu. Pando hilo ling'olewe katika jina la Yesu Kristo. 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 Kila pando katika maisha yako lilopandwa kwa mabaya kupitia mikono ya rafiki zako, mikono ya watu walio karibu nawe, watu ambao moyo wako ulikuwa wazi ukawaamini, moyo wako, malango ya moyo wako yalikuwa wazi, yakaruhusu waje katika mduara wa ndani wa maisha yako, nao wanabeba mabaya. Jicho la Bwana nalipite kuchunguza utu wako wote sasa. Pando lile lilo wazi na lilo jificha, natamka ling'olewe,
ling'olewe, ling'olewe, ling'olewe, ling'olewe, ling'olewe katika jina la Yesu Kristo. Kwa mtu yeyote, ramagashe tatalaba, weka uzingativu wako wa madhabahuni sahi. Kwa mtu yoyote uliyetembelea mahala pa madhabahu, hatuongei madhabahu ya waganga, ila ulidhani ni madhabahu ya Yesu Kristo, ulidhani madhabahu ya Mungu wa kweli, lakini madhabahu hii ikawa na unajisi, ikabeba uvuvio wa kipepo juu ya maisha yako, nawe ulijua ya kwamba kuna kitu umepoteza tangu siku ile, nawe ulijua ya kwamba kuna kitu kimeondoka katika maisha yako. Ule uvuvio umekuwa ukijaribu kuondoka katika uvuvio huo, lakini mara kadha wa kadha fahamu zako zimekuwa zikikurudisha, zinakukumbusha madhabahu ile, na mara nyingine hata ndoto zimekuwa zikikujia, unajiona uko kwenye madhabahu ile na uvuvio wake. Tazama, chapa za madhabahu ile zinafutwa juu yako sahihi, zinafutwa juu yako sahihi, na nena kinyume na uvuvio wake, na laani pumzi ya madhara juu yake. Itoeshwe, ndio, itoeshwe, ndio, itoeshwe, ndio, itoeshwe. Ndivyo inavyotoweka juu yake, ndivyo inavyotoweka juu yake. Ndiyo yale yaliyoibwa juu yake, yaliyo ya thamani, yaliyo ya utambulisho wa Mungu juu yake, yarudishwe, yarudishwe, yarudishwe juu yake. Ndiyo, yarudishwe, yarudishwe, yarudishwe juu yake, yarudishwe juu yake, yarudishwe juu yake, yarudishwe juu yake. Yale yote yanayotia giza mashauri ya Bwana yaondolewe, yaondolewe. Walijivika utaua, huku wao ni wajumbe wa mwovu. Na nena kama nabii atokaye Yuda alivyonena na madhabahu ya Yeroboamu mwana wa Nebati, ipasuke na majivu yaliyo ndani yake yamwagike. Kuna wale ambao pando la uovu, weka uzingativu wako madhabahuni, limekutaabisha kwa miaka mingi, lakini sio pando la uovu la kizazi chako, ni pando la uovu la kulirithi, na iliyopandwa umekuta yameizonga sana familia hii, kiasi kwamba huna mpenyo wa wepesi kujua kwamba ukitaka kusaidia utasaidia kipi. Na fahamu zako zimekwambia jawabu lililo sahihi ni kuepuka na kujiepusha na kila kitu kinachowahusu, kwa sababu yanayowazonga ni kama mierezi yenye nguvu iliyo msitu mnene, na msitu huu unawala walioko humo. Mwenye nguvu yule aliyetawala familia ile akapanda msitu wa mabaya. Ukinena kukataliwa, wamekataliwa sana. Ukinena ulevi, ni walevi sana. Wengine wamejivunia maisha ya ukahaba kuliko kumcha Mungu. Wengine wamekuwa matapeli na waongo, na wengine mikono yao imejaa damu. Namuuliza Bwana, huyu anenaye kwamba mimi ni mnyonge atapata jawabu la jinsi gani? Na Bwana ananena na mtu huyu ya kwamba hatakuwa yeye, ila Bwana, yeye aliye wa milele, yeye awezaye kufanya giza kutoweka papo hapo mara nuru inapoangaza, atamfanya kuwa nuru na giza hili lote litatoweka. Pando lilokuja juu ya maisha yako kwa urithi, likafunga malango yote ya matumaini ya kuinuka, linang'olewa ndani yako sahi, sahi. Ling'olewe Bwana. Pando lile linalonena mauti inayomeza na kuua mema yote, ling'olewe katika jina la Yesu Kristo. Ling'olewe katika jina la Yesu Kristo. Pando linalowavuvia wote kuwa si lolote si chochote. Hili pando, tazama,
linapiga kelele na kuwakemea wale wanaonekana kuwa wanabeba ya thamani ya kuwasaidia watu wengine katika familia. Mtu yule anayeinuka kuwa nyota ing'aayo ndiye anayepigwa mshale wa mauti akanyamaza na kuzimika kwa ghafla. Mtu huyu mahala popote pale alipo, mkono wa Bwana wa ulinzi unakuja juu yako. Ndiyo, nazungushia maisha yako wigo wa moto wa Mungu, ukuta mzito asioweza kuugusa adui yoyote. Uzingirwe, 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 uzingirwe kwa wigo wa moto, ukuta mzito asioweza kuugusa adui awaye yote. Hata kama ilikuwa ni yamini, hata kama ilikuwa ni nadhiri waliobadilishana kwa damu, damu ya mwana kondoo Yesu na inene katika maisha yako sahi. Agano lolote naloshikilia na kuwafungamanisha na kuwashonea pando la mabaya, kwa damu ya mwana kondoo Yesu, agano hilo linavunjwa sahi katika jina la uweza la Yesu Kristo. Matamko yoyote yaliyoambatana na agano hilo, matamko yale yaliyo kinyume, matamko yanayonena watakataliwa, hawatakuwa na amani katika ndoa, hawatakuwa na afya njema, hawatamiliki uchumi, hawatavuka mipaka ya mataifa, hawatafanikiwa mahala kokote kwingine isipokuwa katika kijiji hiki. Leo hii matamko hayo, damu ya mwana kondoo Yesu iyalete hukumuni katika jina la Yesu Kristo. Wewe ambaye umekuwa ukibeba mzigo mzito mabegani mwako, mzigo unakuelemea mabegani mwako na huelewi ni nini, hilo pando la uovu limeng'olewa siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Mateso ya tumbo la uzazi, pando lake limeng'olewa alfajiri hii leo katika jina la Yesu Kristo. Miguu inayotembea mahala pa uterezi, miguu inayotembea mahala pa uterezi, na nena semi za kimadhabahu, sijui ni uterezi gani unaopitia. Hauna uwezo wa kustahimili wewe mwenyewe, hauna uwezo wa kusimama wewe mwenyewe, lakini huoni nani wa kumtegemea. Naona mkono wa Bwana unaonyooshwa juu yako, na Bwana anasema kwa mkono wake wa kuume wa haki yake anakushika. Yeye atakuongoza, yeye atakutegemeza, yeye atakuvusha. Na kwa hakika kama ilivyokuwa katika dharuba ya nyakati hizo, Bwana ananena ya kwamba mara chombo kikafika ufukweni, utashangazwa kuona miaka ya uterezi, majira ya uterezi yaliyokusudiwa yawe marefu sana yamekatika kwa ghafla. Ilikuwa ni usiku wa manane. Yakobo akapambana mieleka na mjumbe huyu toka mbinguni, na alipombariki ghafla kukapambazuka, ghafla jua likawa linachomoza. Maandiko yanasema alipanda magugu usiku watu wakiwa wamelala, lakini mara mapambazuko yalipokuja, mimea inapoota, magugu yakawa dhahiri. Naita jua la leo likafichue magugu ya kila namna katika maisha yako, maisha ya watoto wako. Kukiwako na magugu yoyote, magugu hayo yafichuliwe. Katika familia yako kukiwako na magugu yoyote, magugu hayo yafichuliwe. Kukiwako na magugu yoyote katika familia hii ya Mungu, magugu hayo yafichuliwe. Kukiwako na magugu yoyote katika taifa hili, magugu hayo hayatapata mahala pa kujificha, yafichuliwe. Jua halitakupiga mchana wala mwezi wakati wa usiku. Naita anga na hewa hii ikutumikie kwa yaliyo mema, kama upepo ulivyobeba kware ukawaleta katika kambi ya Israeli, na upepo wa mashariki ukaipiga Misri na adui akasarenda. Upepo hautatumiwa na mwovu kukupiga wewe, bali ukabebe yaliyo mema ukakupatie. Na nena na uumbaji, utele ulio katika vilindi uachiliwe kwa ajili yako.
nchi nayo itoe nguvu zake ikakuzalie wewe matunda. Siku hii ya leo naingie katika kumbukumbu ya siku ambazo Bwana ameifanya akakutendea yaliyo mema. Wengine watashuhudia na ushuhuda wako ukawe wa kusikilizwa kwa wote kumtukuza Mungu. Leo hii alfajiri yako na iwe alfajiri iliyojawa na nuru. Asubuhi yako na iwe asubuhi yenye ushuhuda. Jioni yako ikawe jioni ambayo Bwana atakamilisha mambo yote mema aliyoyaanza katika maisha yako. Kabla Desemba hii haijaisha, magugu yote yawe yameng'olewa katika maisha yako. Mabaya yote yawe yameng'olewa katika maisha yako. Na kila pando linalopandwa na Mungu katika madhabahu yake na katika nyua zake katika maisha yako, pando hilo likamee, pando hilo likasawi, pando hilo likazae matunda yake, na matunda yake yakawe mavuno yatakayoingia ghalani, na yakawe furaha kwa maisha yako, yakawe baraka kwa vizazi vya watu, na yakakamilishe mashauri ya yote ambayo Bwana ameiamuru baraka hii katika maisha yako. Na ukalisha wema huu wa Mungu katika siku hii ya leo. Maombi yako yakajibiwe, na uso wa Bwana ukawe nuru itakayokuangazia pande zote. Akakubarikie na kukupa amani, akakuinue na kukufadhili siku zote. Yale unayotazamia kuyaona yametendeka toka kwa Bwana kwa namna ya ghafla na kwa namna iliyo zaidi ya vile uwazavyo, yakatendeke katika jina la Yesu Kristo. Maombi haya yamewekwa muhuri kwa damu ya mwana kondoo, nayo imetendeka vivyo katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Tunakutana jioni tena katika meza ya Bwana ya Emmanuel sehemu ya kwanza. Tuko siku ya 24 ya mwezi wa Desemba, majira yenye uzuri wa Christmas, uzuri wa Emmanuel na utawale maisha yako na nyumba yako yote. Uzuri wa Emmanuel ukafungamane nawe si tu ndani ya siku hizi 2-3, maisha yako yote. Baba, tunakuabudu kwa matoleo yetu alfajiri hii leo. Hakika wema na fadhili zako ni vya milele. Ndivyo tunavyopokea baraka, wewe pokea utukufu. Matoleo haya yabaki kwa ushuhuda wa mioyo yetu kwamba wewe uliye mwema uliyetuleta umbali huu, ndiwe uliye mwema utakayetufikisha katika vilele vya mema ambayo jicho halijaona, sikio halijasikia, haijawahi kuingia katika moyo wa mwanadamu. Hayo uliotuandalia katika jina la Yesu Kristo. Amen.